Rafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Adhuhuri ya leo tunaenda kuzungumzia nanga ya matumaini. Waebrania 6 mstari wa 13. Mungu alipompa Abrahamu ahadi, aliapa kwa jina lake mwenyewe. Maana hakuna aliye mkuu kuliko Mungu ambaye kwa huyo angeweza kuapa. Mungu hakuhitaji kuapa kwa kutumia Biblia nyingi. Aliangalia mazingira yake na kufikiria, naam, hakuna kilicho zaidi yangu hapa, kwa hivyo nitaapa kwa jina langu kwamba hili litatendeka. Akisema, kukubariki hakika nitakubariki na kukuzidisha pia nitakuzidisha. Sasa Mungu ameapa mwenyewe kwamba atakubariki na kukuzidisha. Kila mmoja wenu Mungu amesema nitakubariki na pia nitakupa wazawa wengi. Wajua kuwa kuzidisha hufanyika haraka zaidi kuliko kuongeza. Mungu hata hakusema nitakuongezea, badala yake alisema nitakuzidishia, na hilo linapeleka mambo ya kuongezeka kwa haraka sana. Na hivyo ilikuwa kwamba yeye Abrahamu, baada ya kungoja kwa muda mrefu na kuvumilia kwa subira, kila mtu aseme alingoja kwa muda mrefu. Alivumilia kwa subira. Alingoja kwa muda mrefu. Kuvumilia kwa subira. Naomba mrudie haya mara moja nyingine kuhakikisha mmeelewa. Alingoja kwa muda mrefu. Alivumilia kwa subira. Unajua, tunaridhi ahadi za Mungu sio tu kwa imani, lakini kwa imani pamoja na subira. Unajua, kungoja ni sehemu ya yale tunayoyafanya, na ikiwa hujui namna ya kungoja vyema, utateseka tena sana. Unahitaji kujifunza namna ya kufurahia safari hii, sio tu kuivumilia safari, lakini kuifurahia. Unajua, pengine sisi hutamani kuwa pale tulipo, turudi pale tulipoanzia na tufahamu kile tunachokifahamu sasa. Na laiti ningelifahamu hapo awali ninayofahamu sasa, kwa sababu ningelifurahia zaidi safari yangu kama ningelifahamu. Hatimaye nilikuja kubadilika kama miaka 15 iliyopita, lakini matumaini yangu ni kuwa niweze kuwaepusha na uchungu mwingi na mateso makali kama niliyopitia, kwa kusema tu kuwa hatutamshurutisha Mungu kufanya mambo kwa haraka kuliko wakati wake halisi unaofaa. Mungu anajua wakati halisi unaofaa kwako wewe na kwangu pia, ili tuwe na yale tunayofikiria kwamba tunayataka, na hata anajua kuwa baadhi ya vitu tunavyotaka si vile tunavyohitaji kwa kweli. Sisi hufikiria tu kwamba hivyo ndivyo vitu tunavyovitaka. Kwa hivyo Mungu hatupi vitu hivyo hadi tutakapogundua kuwa tunachotaka ni kile anachotaka Mungu, bali sio kile tulichodhania kwamba tunakitaka. Na hapana, sitarudia kusema hayo, sidhani nitaweza kufanya hivyo. Wajua, kwa kweli nataka mwelewe mambo haya leo. Wajua, huwa tunazungumzia juu ya kuwa wavumilivu, kuwa na subira na kungoja. Lakini je, kweli tunaelewa kuwa hiyo ni sehemu yake tu? Huwezi kuepuka hayo. Na ninachokuomba ufanye siku ya leo ni uwe na nia mpya kwamba nitaifurahia. Wajua, kweli tunafikiria kuwa kitu cha muhimu sana ni kule tunakoelekea, lakini kwa hakika sivyo. Unajua, safari kwa kweli ndiyo muhimu zaidi kuliko kule tunakoelekea. Je, mnajua hilo? Cha muhimu ni jinsi tunavyoiendesha safari. Na kwa hivyo ikawa kwamba Abrahamu, baada ya kungoja kwa muda mrefu na kuvumilia kwa subira, alitambua na kupokea kupitia kuzaliwa kwa Isaka dhamana ya kile kilichokuwa kinakuja na kile ambacho Mungu alikuwa amemwahidi. Kifungu cha 18. Basi kuna vitu hivi viwili, ahadi na kiapo, ambavyo haviwezi kubadilika, na wala juu ya hivyo Mungu hawezi kusema uongo. Mungu hawezi. Kile anachokisema lazima kitimie. Hakuna jambo lolote lingine linaloweza kutokea, lazima kitimie. Kitu cha pekee kinachoweza kusitisha ahadi ni iwapo tutaacha kuamini. Tukikata tamaa,
basi tunavunja nguvu za ahadi, lakini Mungu hakati tamaa wala hafi moyo. Kwa hivyo sisi tuliokimbilia usalama kwake tunapewa moyo wa kushikilia imara tumaini lililowekwa mbele yetu. Sasa tunalo tumaini hilo kama nanga ya maisha yetu, na haiwezi kuvunjika. Sasa cha muhimu zaidi hapa ni hiki: yeyote, sema mimi ni yeyote anayeamua kufanya kitu. Sasa sehemu hii ya kuamua ni muhimu. Nafikiri nitawaambia kitu cha kupendeza. Unajua, tunaegemea sana hisia na kila mara tunataka kujua kinachoendelea. Biblia inaposema kuwa matumaini ndiyo nanga ya nafsi yetu, unajua nafsi yako sio roho yako. Nafsi yako sio mwili wako. Nafsi yako ni ile sehemu yako ya ndani ambayo kwa kweli ipo baina ya roho yako na mwili wako. Nafsi yako haikuelezi chochote kumhusu Mungu, lakini hukueleza mengi kukuhusu wewe mwenyewe. Nafsi yako ni akili yako, matakwa yako na hisia zako. Nafsi yako, nafsi yangu, hutuambia tunachokitaka, tunachofikiria na tunachohisi. Haituambii chochote kumhusu Mungu. Ikiwa unataka kujua kumhusu Mungu, utalazimika kuzama zaidi ya nafsi yako. Na cha kusikitisha ni kwamba idadi kubwa ya watu haitoki kwenye maisha hayo ya kinafsi au maisha ya jangwani ili waanze kuenenda katika roho. Je, unajua ni kwa kiasi gani tunachoruhusu akili zetu, matakwa yetu na hisia zetu kuendesha maisha yetu? Sasa jamani, hebu tufikirie kuhusu jambo hilo. Ni kwa kiasi gani tunaishi kulingana na tunachokitaka, tunachofikiria na tunachohisi? Jana jioni nilipokuwa nimeketi pale napoketi kila wakati nikisubiri kuja kwenye madhabahu, kipindi cha kuabudu kilikuwa kizuri sana na nilijua kuwa ilikuwa inafikia mwisho na sikuhisi chochote mahususi kutoka kwa Mungu. Sikujua kamwe kile nilichostahili kufanya. Sikuhisi upako wowote maalum. Nikaanza kufikiri, sasa Mungu na hapo unajua, nikatambua Bwana alikuwa anasema, nimo ndani yako, niko hapa. Na wajua, nilipokuwa nikitembea kutoka pale hadi hapa, sikuwa hata na kidokezo kimoja cha kile nilichopaswa kufanya. Wapendwa, hii ndio tunayoita imani. Sikuwa na hoja yoyote. Kwa hivyo nilipojitokeza unaona, baadhi yenu hamshuhudii nguvu za Mungu ndani ya maisha yenu kwa sababu mnasubiri kuhisi kitu kabla ya kuamua kujitokeza. Na Mungu anataka ujitokeze huku ukiamini kwamba atakutana nawe pale ulipo. Na ninataka kukueleza jambo, ni mojawapo ya mambo muhimu ninayotaka kukwambia dhuhuri ya leo. Japo sikupanga kuwa jambo hili liwe la muhimu zaidi, ninafahamu ndani ya moyo wangu kwamba ni muhimu sana kwa baadhi yenu kulisikia jambo hili. Matumaini ndio hutufanya tuamue kufanya jambo. Ni nanga ya maisha yetu. Kuamua huko ndiko kunakotimiza ahadi za Mungu katika maisha yetu. Sasa sisemi kuwa tuwe tu walokole na wajinga, lakini wajua, ni heri niwe mlokole mjinga kiasi kuliko niwe mfu. Asiyefanya chochote au asiyejaribu chochote au asiyetaka kujua kile anachosema Mungu juu yangu. Unajua, unaomba kuhusu kile unachoamini kwamba Mungu anataka ukifanye. Jikakamue kusikiza kutoka kwa Mungu, kisha uamue kutoka na kujua. Sijawahi hata kwa wakati mmoja katika miaka yote hiyo niliyofanya hivi, Mungu hajawahi kunivunja moyo. Sio hata kwa wakati mmoja, kamwe. Na kuna wakati ambapo huwa nahisi mambo fulani, lakini jioni ya jana ilikuwa tofauti. Mliona Mungu akijitokeza na kujidhihirisha. Nilitaka kuwajulisha kuwa sikuhisi chochote jana. Kwa hakika lilikuwa jambo la kuogofya jinsi ilivyohisi duni. Sasa Mungu natazama watu hao 27,000 wanatarajia kuhisi nguvu za Mungu.
na bado ninahisi niko hali ya kawaida tu. Nataka mwelewe hayo kwamba ni katika kujitokeza, na ninaamini kwamba chumba hiki kimejazwa kabisa na uwezekano. Nakwambia chumbani humu mmejazwa na uwezekano, na Mungu hakukuleta hapa ili uwe na wakati mzuri tu, japo anaweza kufanya hivyo. Mungu anapenda tufurahie maisha na atafanya mambo ili kutuburudisha. Na pengine baadhi yenu hivyo ndivyo mnavyotaka, lakini ninaamini kwamba Mungu ameleta baadhi yenu hapa ili awachochee mwanze kuamua kufanya mambo fulani. Yanaweza kuwa mambo madogo, linaweza kuwa jambo kubwa, lakini Mungu anataka uishi maisha ya kusisimua, ambapo anajitokeza katika maisha yako na mwisho wake unasema ni ajabu. Yaani, ilikuwa ni jambo la kuchekesha jana jioni, kwa sababu ibada ilipokamilika nilikuwa na watu takriban 100 walioniambia hiyo ilikuwa ibada ya ajabu. Na kilichoko ni kuwa hakuna yeyote kati yetu anayejua kilichotokea. Yaani, tunajua tu ilikuwa ya ajabu. Na hivyo ndivyo Mungu anataka maisha yako yawe. Nimesema hivyo ndivyo Mungu anataka maisha yako yawe. Nanga hii ya maisha yako ninafikiri ni muhimu kuifafanua zaidi, na tusitazame tu hivi, ndiyo yeye ni nanga ya maisha yangu. Hii ina maana gani? Kwa hivyo hapa tunajua nanga ni nini. Unapotaka meli ikae mahali fulani majini, unaiwekea nanga, kwa sababu usipofanya hivyo itaendelea kuelea. Lakini unapoiwekea nanga, japo inaweza kusonga kidogo kidogo kwa kila upande, haiwezi kusonga zaidi ya hapo. Kwa hivyo pengine unajua, unaweza kujaribu kuenda upande huu kwa kiasi fulani, lakini unafikia mahali fulani tu. Na Mungu ametupa matumaini kama nanga ya maisha yetu. Hiyo ina maana gani? Ina maana kuwa ninapokuwa na ahadi ya Mungu na ninaamini, na akili yangu inakuwa kichaa kwa sababu nimechoka na kusubiri muda mrefu, na akili yangu inasema hutapata kitu hicho, ahadi hii si yako, kila mtu anabarikiwa ila wewe, mbona usikate tamaa na kufa moyo? Ngoja kidogo. Kuna huyo Mungu wa matumaini anayenivuta tena na kusema hapana, ahadi hii ni yako. Hisia zako zinapokosa mwelekeo na unasema siwezi kufanya haya tena, sitafanya haya tena, nimesikitika sana, nani? Sawa. Tazama, matumaini, unapokuwa na matumaini, nafsi yako inaweza kutoka huko nje na kupotoka kiasi, lakini hutaenda mbali kwa sababu umeshaweka nanga ya matumaini katika maisha yako. Ndiyo, wajua sote tuna hisia ndogo ndogo. Yaani, zangu zilichukua mikondo kadhaa asubuhi ya leo nilipoamka, na hata nikaanza kusema na mimi je? Ilikuwa ni kama imefifia, lakini kwa umbali. Sasa na mimi je? Haya yataisha, ndio. Na mimi je? Nitafanya. Subiri kiasi. Na akili yangu ikajaribu kuepuka mawazo hayo mara kadhaa, na wajua, basi wewe kijana, matakwa yako. Naam. Sitaki, na sifikiri, na sihisi, wala kutaka, na si mapenzi yako Bwana yafanyike, sio yangu. Je, kuna mtu anaelewa yale ninayojaribu kuambia dhuhuri ya leo?
Ninataka mwone kile ninachoamini ndio maana halisi ya mambo haya, kwa sababu siwezi nikakubali maongezi haya ya kiroho na maandiko yasiyo na kina ambayo sote tunarushiana, kisha kila mtu anakwenda nyumbani kwake akisema mahubiri yalikuwa mazuri, lakini hakuna yoyote ambaye hutambua maana iliyokusudiwa. Kwa hivyo inamaanisha hivi, tutawaruhusu mwende nyumbani nyote mkiwa na nanga hiyo ya matumaini na nafsi zenu zikiwa zimefungwa kwenye nanga hiyo ya matumaini, ambapo mambo yakianza kuelea huku na kule, huwezi ukaenda mbali. Unaweza kuwa na dakika zako 5 za kujiweka sawa, lakini Mungu atakurudisha. Amen. Mwanzo 15:1-6. Baada ya mambo hayo, neno la Mwenyezi Mungu lilimjia Abramu katika maono: Abramu, usiogope, mimi ni ngao yako, tuzo lako litakuwa kubwa. Chukua haya mwenyewe. Ibrahimu akasema, kama tunavyopenda sana kusema, naam Bwana, hujanipa hiki wala hujanipa kile, na umenipa. Katika mfano wake yeye alisema, umenipa. Je, umenipa nini? Hali inaendelea kuishi bila mtoto, na mrithi wangu ni Eliezeri wa Damasko ambaye ni mfanyikazi wangu. Ibrahimu akaendelea, tazama, hujanijalia mtoto. Mtumwa aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye atakayekuwa mrithi wangu. Mungu, mie sina mtoto yeyote. Nilifikiri kuwa wajua, mimi nilitaka watoto. Niliomba juu ya kupata watoto, sikuwa na watoto. Sasa nimefanya kazi kwa bidii maisha yangu yote, na yale yote niliyoyafanyia kazi yatapewa huyu jamaa anayenifanyia kazi. Naam Mungu, endapo utanibariki na nitakuwa na fidia kubwa na ya kiajabu maishani mwangu, basi Mungu, ipo wapi? Umefanya nini kwa ajili yangu? Mstari wa 4, ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia, huyu hatakuwa mrithi wako, mwanao halisi ndiye atakayekuwa mrithi wako. Hapo Mwenyezi Mungu akamleta Abramu nje ya hema lake na kumwambia, tazama mbinguni, zihesabu nyota kama kweli utaweza kuzihesabu. Hivyo ndivyo wazawa wako watakavyokuwa wengi. Sasa sote tuna hema zetu. Jameni, tunatumia muda mwingi sana ndani ya hema hizi. Tusipotoka nje na kutazama kitu kingine, tunakaa kana kwamba ndiyo, ahadi za Mungu zitatimia kwangu. Yote ninayoyaona ni nepi na vyombo chafu na mwanaume aliyenioa na kitambi sasa na ameanza kupoteza nywele zake, na nimechoshwa na hili na nimechoshwa na lile. Hatuna pesa zozote na gari limeharibika, na ndiyo, najaribu kuamini ahadi za Mungu hazitawahi kutimia kwangu. Na Mungu anasema, ondoka kwenye hema hiyo. Wow. Pengine kuna matumaini kwangu hatimaye. Na mnajua mlichokifanya wikendi hii, jambo ambalo ni zuri sana kwetu. Mmeondoka kutoka kwenye hema zenu. Mmeondoka kwenye hema zenu wikendi hii, na mnatazama na mnasikiza hadithi za ajabu na mnasikiza mahubiri mazuri na mnaabudu Mungu na mnatangamana na watu wengine teule wenye upako. Na ninataka kuwaambia, lazima utahadhari sana kuhusu kuchukua muda mwingi ndani ya hema yako ukitumbulia macho hali yako na shida zako, kwa sababu ukifanya hivyo utapoteza matumaini yako na hutaweza kuamini kuwa Mungu atakutendea. Hebu nikueleze, ikiwa nyumbani kwenu wewe peke yake ndiye uliyeokoka, unapaswa kuhakikisha kuwa una marafiki wa Kristo waliojazwa na Roho Mtakatifu ambao watakuhimiza na kukujenga, na uhakikishe kuwa unachukua muda wako na kukaa pamoja nao. Je, umenisikia? Usitazame kipindi changu wakati mwingine tu unapokiona kwa bahati na una muda. Hakikisha kuwa umetazama kila siku chakula cha kiroho unachohitaji kwa siku hiyo, na si kipindi changu tu, lakini cha yeyote atakayekufurahisha. Unazamia kwenye neno hilo, unatoka kwenye hema yako. Unaweza kutazama Bili kwa muda mrefu kiasi cha kukutia kichaa. Napenda hiyo. Nilisoma hayo kwa miaka mingi na sikujua maana yake. Alitoka nje ya hema yake. Wow. Ndiyo, kweli Mungu ni mkuu. Anaweza kunitendea. Warumi 4:18.
Abrahamu yuko kama sisi tu, alikuwa mtu aliyetaka kitu. Alilazimika kustahimili, alilazimika kungoja kwa uvumilivu, alilazimika kungoja kwa muda mrefu, na alipokuwa akifanya hivyo, alilazimika kutoka nje ya hema yake mara moja ili kupata maono mapya. Kwa Abrahamu aliamini na kutumaini, ingawa hali ilikuwa bila matumaini. Napenda maandiko haya. Alizidi kuwa na matumaini katika imani. Ni wangapi wenu ambao kwa hakika hawana sababu yote ya kuendelea kuwa na matumaini katika hali ya kawaida? Yaani kila kitu tunachotazama ni kana kwamba hili haliwezekani. Kama haliwezekani. Ndiyo maana Mungu alikuondoa kwenye hema yako wikendi hii ili akwambie si lazima uwe na sababu ya kutumaini, kwa sababu tumaini letu halitegemei sababu, linamtegemea Mungu mwenye matumaini. Amen. Sababu zote za kibinadamu kwa Abrahamu aliamini na kutumaini, ingawa hali yenyewe ilikuwa bila matumaini, na hivyo amekuwa baba mataifa mengi kama maandiko matakatifu yasemavyo. Hakuwa mnyonge katika imani alipozingatia udhaifu wa mwili wake. Ni lazima uelewe umri aliyokuwa nao Abrahamu na umri aliyokuwa nao Sarai, na hakuna chochote kilichokuwa kinafanikiwa. Na ninakwambia, ikiwa angeendelea kukaa katika hema yake, pengine walikuwa na kioo pale ndani, sijui. Na wajua, anajitazama na kumtazama Sarai na kujaribu kuamini kuwa siku moja atapata mtoto, na anafikiria hapana, haiwezekani. Yaani, ninayoona kwako ni kunyauka kwa ngozi na hakuna kinachotendeka hapa. Na Mungu akasema, toka kwenye hema hiyo na utazame mbinguni na uamini kuwa ninaweza kufanya chochote ninachokwambia kuwa nitakifanya. Ukitazama hali yako kwa muda mrefu sana, uko taabani. Ukijitazama kwa muda mrefu sana, uko taabani. Ukitazama unyonge wako kwa muda mrefu sana, uko taabani. Kutazama upande mwingine kando na mambo hayo kutakuelekeza kwa Yesu, ambaye ndiye alianzisha imani yako na ndiye atakayeikamilisha. Sikufahamu kitu ambacho ningefanya jana jioni, lakini Mungu alijua na nikaamua kufanya, na Mungu akajitokeza. Na hivyo ndivyo nilivyoishi maisha yangu kwa miaka 35 iliyopita. Na unaweza kufanya vivyo hivyo. Ndiyo, sijui kuwa Joyce Meyer ni nini. Si tofauti na kuhisi wewe ni Suzy Jones au John Brown au yeyote yule. Sisi ni watu tu kama ulivyo. Na Mungu hututumia. Na atafanya vivyo hivyo kwako. Hata hali hiyo ikiwa bila matumaini, Abrahamu aliendelea kuwa na matumaini na imani. Abrahamu hakupuuza hali yake. Aliiona, alijua umri wake. Alijua umri wa Sarai. Alijua kuwa ahadi ya Mungu ilikuwa haiwezekani. Lakini pengine alikumbuka mambo ya ajabu aliyoyafanya Mungu awali, na pengine kama tunavyofanya sisi, Abrahamu aliamua tu kuwa atakuwa mfungwa wa matumaini. Ne. Nitakuwa mpumbavu na matumaini yangu. Sitajali kwamba haina maana yoyote kuwa na matumaini, nitatumaini. Nitaamini na nitakuwa na imani na nitaamua kushikilia ahadi za Mungu. Tazama, hujatambua yale unayoweza kufanya, na baadhi yenu hamtatambua kamwe ikiwa hamtasikiza yale inayowaambia dhuhuri ya leo na kusema nitaamua kujitokeza na kugundua. Sawa, lakini je, nikifanya makosa? Ndiyo, haitakuwa mwisho wa dunia. Na nikimkosa Mungu, Mungu atakupata. Ni muhimu sana kuelewa nafsi yako na jinsi inavyofanya kazi. Hebu niseme tena kwamba watu wengi huishi katika nafsi, akili, matakwa na hisia. Ninaweza kufundisha kuhusu jambo hili kwa miaka 100 ijayo na watu watazidi kulihitaji. Nafikiri, nataka, nahisi. Nafikiri, nataka, nahisi, nataka, nafikiri, nahisi, nafikiri, nataka, nafikiri, nahisi, nafikiri, nataka. Wewe wasikize watu tu, kila wakati watakwambia wanachofikiria. Nafikiri, hebu nikwambie ninachofikiri. Nafikiri. Ndiyo, nataka, ndiyo Mungu nataka, ndiyo Mungu nataka, ndiyo Mungu nahisi, Mungu nahisi. Mungu anachotaka kusikia tukisema ni Mungu, mapenzi yako yafanyike. Sasa, sitaki kusema kwa ufidhuli. Wajua, pengine nisisikike kwa mkali, sitaki kuumiza hisia za mtu yeyote, lakini wajua nini? Kwa kweli haijalishi tunavyofikiria.
Yaani, ukweli mtupu ni kuwa haijalishi. Kilicho muhimu ni kinachosemwa na neno la Mungu, sio tunachofikiri, na sharti tujifunze kutofikiria kuhusu mambo fulani. Tunafikiria mambo kupita kiasi. Wacha kujiuliza unavyohisi na unavyofikiri na unachotaka, na ujifunze kuishi maisha ya kina zaidi. Zamia ndani kiasi.